Barua kwa wenye magonjwa ya kudumu na waliokata tamaa. Mpendwa rafiki, ninaandika barua hii nikiwa na moyo mzito, lakini pia nikiwa na tumaini kuu. Barua hii ni kwa ajili yako, wewe ambaye unaishi na ugonjwa wa kudumu, wewe ambaye kila siku unajitahidi kutabasamu, lakini ndani yako kuna maumivu yasiyoelezeka. Wewe ambaye umechoka na hospitali, umechoka na dawa, umechoka na macho ya watu wanaokuangalia kwa huruma au kushindwa kukuamini tena kama utapona. Hii ni barua yako. Najua unayopitia ni magumu. Wengine wanaishi na kisukari, presha ya kupanda, magonjwa ya figo, kansa, HIV, pumu, ugonjwa wa moyo, ini kushindwa kufanya kazi, selimundu yaani sickle cell, magonjwa ya akili kama bipolar au schizophrenia. Wengine wamepoteza uwezo wa kutembea. Wengine wanaishi kwa mashine au sindano kila siku. Na wengi wenu mmekata tamaa kabisa. Mnaona kama hakuna sababu tena ya kuendelea kuishi. Lakini rafiki yangu, kabla hujafunga mlango wa matumaini, tafadhali sikiliza haya machache. Wewe bado ni mwanadamu kamili. Wewe si ugonjwa wako. Wewe si jina la faili la hospitali. Wewe si takwimu. Wewe ni mtu mwenye ndoto, historia, upendo na hadithi ya kipekee ambayo haijafika mwisho. Maisha yako yana thamani kubwa hata kama huoni tena sababu ya kutabasamu. Naamini kabisa ndani yako bado kuna chembe ya matumaini ambayo haijakufa hata kama imezama sana. Na kusihi usikate tamaa. Kuna watu waliopitia kansa mara 3 na bado wako hai hadi leo. Wapo waliokuwa kwenye dialysis kwa miaka mingi na wakapata figo mpya. Wapo waliogundulika na HIV miaka 20 iliyopita na bado wanaishi, wanalea familia na wana ndoto kubwa. Kila siku dunia inashuhudia miujiza midogo na unaweza kuwa mmoja wao. Ni kweli si rahisi. Kuna siku utachoka. Kuna siku utalala kwenye kitanda cha hospitali ukiwa peke yako. Lakini kumbuka, kila pumzi unayovuta ni ushahidi kuwa bado una nafasi ya kuandika ukurasa mpya. Usiogope kuomba msaada. Usiogope kulia. Usiogope kuanza upya. Mungu hajatupa roho ya woga, bali ya nguvu, upendo na moyo wa kiasi. Anza leo kwa hatua ndogo. Amka na sema, mimi bado nina nafasi. Kula vizuri hata kama huna hamu ya chakula. Tumia dawa zako kwa uaminifu. Zungumza na mtu unayemwamini. Tafuta sababu moja ya kutabasamu kila siku, kila asubuhi. Jikumbushe kuwa hakuna maumivu yasiyoisha. Hakuna giza lisilo na mwisho. Hakuna ugonjwa wenye nguvu kuliko nia ya kuishi au kupigana kwa matumaini. Rafiki yangu, dunia inakuhitaji. Familia yako inakuhitaji. Hata kama hawasemi, mimi nakuambia leo, wanakupenda. Na mimi pia ninayekuandikia haya, naamini ndani yako kuna mshindi anayeweza kuinuka tena. Usingoje afya bora ndiyo uanze kuishi. Anza kuishi kwa moyo ulionao sasa.
kwa uwezo ulionao sasa. Hii siyo mwisho wako, ni mwanzo mpya. Kwa upendo mwingi na matumaini. Imeandikwa nami Daktari Lenny Komba. Mawasiliano 0767 44 38 87. Nikutakie siku njema. Wewe bado una nafasi ya kuishi. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki. Niandikie kwenye comment section ni jambo gani ambalo umejifunza siku ya leo.